alimfungua yule dada kitambaa, kisha taa zikawashwa katika sehemu ile. Hapo ndipo tulipoishia katika sehemu ya 8. Sasa huu ni mwendelezo wa sehemu ya 9 ya simulizi hii ya Penzi la Yatima. Tusonge pamoja. Basi baada ya taa kuwashwa, maandishi makubwa yalikuwa mbele kwenye bango kubwa, yakaanza kusomeka kama ifuatavyo: Aileen, will you marry me? Who is Aileen? Nilijioji mimi mwenyewe ndani ya moyo wangu na nafsi yangu pia, huku machozi mazito yakiwa yameanza kunitoka ndani ya macho yangu. Wakati nawaza Aileen ni nani, nilisikia yes, I'm ready. Oh, kumbe Aileen ni yule mdada aliyekuja na Emedi. Baada ya yule dada kusema yes, Emedi alishuka chini taratibu, akapiga goti. Mkononi alikuwa na kiboksi kidogo chekundu. Alikifungua, akachomoa pete. I say. Baada ya Emedi kuishika ile pete katika mkono wake, aliinua kichwa chake juu, akamtizama Aileen aliyekuwa amechanganyikiwa kwa furaha. Alimuuliza, Aileen, will you marry me? Basi Aileen alinyosha kidole, kisha kumwambia, yes baby, I am ready to marry you. Basi kimoyomoyo nilianza kujisemea, Emedi, no, hapana, usifanye hivyo Emedi, please, usifanye hivyo Emedi. Emedi alianza kuingiza taratibu pete, yaani ile pete ya uchumba, kidoleni mwa Aileen. Moyo wangu uliniuma sana, uliniuma kuliko kawaida. Siku zote amekuwa ni mtu wa kuniuzi, lakini leo moyo wangu ulifika mwisho. Moyo wangu uliniuma kuliko kawaida. Nilibubujikwa na machozi yasiyo na kiasi. Akili, mwili, kila kitu changu katika mwili wangu kiliisha nguvu. Shotri kabisa, mimi nilichanganyikiwa, nilipagawa. Basi baada ya Emedi kumaliza kumvesha pete, alimkumbatia, na wakati wamekumbatiana, Aileen alitazama upande wa pili, then Emedi aliangalia upande niliopo mimi. Wakati nakopesha macho nisiangaliane na Emedi, kwa bahati mbaya aliniona, kisha alishtuka sana. Emedi alishtuka. Alionekana kabisa kama hakutegemea kama ningekuwa mahali pale. Nami sikutaka kuendelea kuwepo pale. Niliona kabisa naenda kuvurugwa. Niliondoka haraka. Nilimkuta Lori yuko pale pale ananisubiria. Nilimwomba tuondoke haraka, lakini Lori alishangaa sana. Kwa nini unalia? Brightness, what's the problem? Nini kimetokea?
Brightness, niambie tafadhali mpenzi, embe nijuze, una tatizo gani? Kuna nini kinachoendelea? Kwa nini unalia? Aisee, sikuweza kumwambia chochote kile. Nilimwambia tu kuanzia leo, kuanzia sasa hivi, I'm ready to be your girlfriend. I'm ready to be your lover. Real? Nikamwambia yes, why not? Yes, I love you from bottom of my heart. From now, I'm your own. Rory alinikumbatia akaniambia, nilisubiria sana hii siku Brightness. Hatimaye leo umekubali ombi langu. Oh, leo wewe ni wangu. Sijui nieleze nini. Nakupenda na nitazidi kukupenda. Popote utakapokwenda, nitazidi kukupenda. Haijalishi muda, masaa, nyakati, wakati, abadan, mpaka kifo kitutenganishe. Nakupenda sana. Hui. Siwezi hata kuelezea. Nilimwambia, hata mimi nakupenda. Tena nakupenda sana Ronly. Niko tayari kuwa na wewe maisha yangu yote. Oh wow. Ronly alilia. Yalikuwa ni machozi ya furaha. Hakuamini hata kidogo. Kabisa. Alikuwa ananikumbatia, ananiachia. Kisha ananikumbatia tena, then ananiachia. Ilionyesha zaidi shairi kuwa hakuwahi kutegemea, lakini ni ishara tosha ya kwamba Rory ananipenda. Basi tuliondoka pale, tukatembea kidogo mpaka barabarani. Kisha tulichukua taksi. Rory akamuomba dereva taksi atupeleke mjini. Basi tulikwenda katika duka moja hivi wanatengeneza maua. Rory aliomba atengenezewe ua. Aliwaelekeza mwenyewe jinsi anavyotaka lidesigniwe. Then baada ya hapo tulirudi zetu nyumbani. Usiku ulikuwa ushaanza kuingia. Tulioga. Baada ya hapo nikamwambia Rory apumzike. Mimi nakwenda jikoni kuweza kumwandalia chakula. Aliniambia, Brightness, leo siku hii special for us baby. Sitaki upike. Tutakwenda kula dina nje. Okay, nilimkubalia. Aliniomba nijiandae kwa ajili ya dina. Mida ya 2 usiku ilipofika, tulitoka na tukaenda katika hoteli moja hivi hapo mjini Masaki. Tuliweka oda ya chakula. Wakati tunasubiria chakula cha Ronly, basi ndipo Ronly aliniaga akaniambia anatoka kidogo, kama dakika 5 hivi, kisha atarudi. Nilimwambia sawa. Aliniacha pale. Sikujua anaenda wapi. Baada ya muda mfupi alirudi akiwa na lile ua fulani hivi zuri, tena zuri sana, refu, limedesigniwa katika umbo la kopa. Nilipomuona nilisimama kwa ajili ya kumpokea mpenzi wangu mpya. Alikuja akanikumbatia. Kisha baada ya hapo alinipatia lile ua.
Alinipatia lile ua. Pale kati kwenye lile kopa ya lile ua kuliandikwa maneno fulani hivi. Very nice. Ni maneno yaliyoziba majeraha ya moyo aliyosababisha Emedi. Basi nilisoma vizuri, kisha baada ya hapo nikamkumbatia tena Rory, nikamkisi. Then tukaendelea kusubiri chakula. Tukaendelea kusubiria chakula. Chakula kilipokuwa tayari tuliletewa, kisha tukala. Then tukapata na vinywaji pale. Ilikuwa usiku hivi, mida ya saa 6 tulirudi nyumbani. Basi baada ya kufika nyumbani tulielekea chumbani. Nililihifadhi lile ua. Kisha baada ya hapo nilimtizama Ronly aliyekuwa anaandaa kitanda kwa ajili ya kulala. Kichwani nilijiambia, usiku wa leo Emedi na Aileen watakwenda kuifurahia hatua waliofikia kwenye mahusiano yao. Ni hatua nzuri ya engagement. Kwa upande wangu, usiku wa leo nitakwenda kuyafungua mapenzi yangu kwa Ronly. Baada ya kuwaza hayo, nilianza kuteremsha nguo zangu moja moja, yaani moja baada ya nyingine, moja baada ya nyingine. Nilivua nguo zote, nikabaki mtupu kama nilivyotoka ndani ya tumbo la mama yangu. Sijawahi kukaa hivyo tena mbele ya mwanaume hata siku moja, lakini leo Ronly ndo alikuwa mwanaume wangu wa kwanza kuniona mimi nikiwa mtupu kama nilivyozaliwa. Wakati navua nguo, Ronly alinipisha. Alitoka nje ya chumba. Alihisi huenda ninataka kubadili nguo, hivyo alijua kabisa nitakuwa nataka nguo ya kulalia. Alishazoea kila nikitaka kuvua lazima nipishe. Siku hiyo ilikuwa tofauti. Nilivua nguo zote. Baada ya hapo nilikwenda kumfungulia mlango, nikamruhusu aingie. Wakati anaingia nilizima taa. Kisha baada ya kuwa tayari ameshaingia chumbani kwangu, nilifunga mlango, kisha nikawasha taa. Ronly alishtuka sana baada ya kuniona nikiwa mtupu. Alilitazama umbo langu lililobarikiwa na Maulana, shepu mwanana, dimples zilizokaa kwenye umbo langu. Yaani nilikuwa na dimples ya aina mbili. Nilikuwa na dimples za mdomoni, yaani kwenye mashavu, na dimples zingine zilikuwa kwenye hipsi zangu, ambazo zilisababisha tu lawama kwa Ronly na kumfanya mkaka wa watu azidi kuchanganyikiwa. Ikiwa kwa mara ya kwanza ananiona nikiwa mtupu. Ronly alichanganyikiwa sana, tena sana. Maana baada ya kuwasha tu ile taa, Ronly alishtuka sana. Yaani aliganda kama vile mshumaa wa Pasaka, au unaweza ukasema kama sanamu la Bismini pale posta. Basi macho yake yaliganda mwilini mwangu bila kupepesuka. Tulibaki kimya. Kwa watoto wa zamani wangesema shetani anapita. Yaani tulibaki kimya huku tukiwa tunatazamana bila kuambiana chochote kile. Kama kawaida ya wanaume, wao ni wadhaifu siku zote tu. Tena ni wadhaifu sana, hasa pale wanapouona mwili wa mwanamke
ukiwa mtupu, bila nguo. Basi Lonley kadri alivyozidi kuniangalia, baadhi ya sehemu za mwili wake zikaanza kutoa mabadiliko. Ikibadilika, macho yake nayo yakaanza kuwa kama mekundu hivi, huku akizidi kunitazama. Macho yake yalianza kuganda kwa hatua, yakianza kuniangalia kuanzia juu taratibu kwenye macho yangu mpaka yalipofika katika benki ya kifua changu. Alinitazama barabara, alichanganyikiwa. Maulana tu, aliweza. Kama unavijua vifuu, basi mimi ndo nilikuwa navyo. Yaani ni vifuu kabisa. Alikuwa ananipandisha na kunishusha. Alichanganyikiwa kaka wa watu kabisa. Basi Lonley uvumilivu ulimshinda. Alianza kupiga hatua mdogo mdogo kunifuata pale niliposimama. Nilibaki nimesimama pale pale, huko nikiwa naangalia sehemu moja tu katika mwili wa Lonley. Lonley alikuja akanishika mkono mtoto wa watu, mpaka alikuwa anatetemeka. Nilimwangalia usoni bila hata uoga wowote. Basi muda huo Lonley alinisogeza kifuani kwake, kisha akainua uso wangu juu kidogo, huku akizishika nywele zangu kwa mikono yake miwili na kuanza kuniambia, "Brightness, Mungu amekupa upendeleo wa aina yake. Yaani huu ni upendeleo usio na kifani. Siwezi nikakufuru Mungu, lakini mnyonge mnyongeni, haki yake mpeni. I love you forever. Nitakupenda leo, nitakupenda kesho, milele na milele." Ni neno ambalo Lonley alikuwa analipenda sana kuliongea sana. Basi Lonley alinibeba juu, akanilaza kitandani, akaendelea na zoezi lake la kufanya usafi na maandalizi barabara katika mwili wangu. Yaani Ikulu ndo ilikuwa siku ya kwanza rais kuweza kuingia, hivyo mambo yalikuwa barabara, maandalizi yalikuwa vyema. Aise, ilikuwa hatari, maana sikuwahi fanya chochote katika maisha yangu, na leo ndo mara yangu ya kwanza. Lonley ndiye aliyebahatika kuwa mwanaume wangu wa kwanza kuniona nikiwa sina kitu chochote, yani nguo, katika mwili wangu. Basi hivyo Lonley alidata. Yaani alidata sana kaka wa watu. Lonley alionekana alikuwa mtu wa yale mambo, maana nilikuwa najiona kama nipo paradiso vile muda huo, anavizingatia Ikulu ya maandalizi. Lonley alizidi kupagawa. Aliniacha na kuanza kuzivua nguo zake. Nilianza kuona tayari. Basi kisha Lonley alikuwa mkaka fulani hivi amepanda hewani,
kwenye kifua chake. Yaani ile six pack pale ilikuwa inaonekana. Kamdomo kake ambacho ukikiangalia ilikuwa hatari. Mikono yake sasa ikikupapasa ni baraa. Ni baraa juu ya baraa. Basi alipiga hatua mpaka kitandani. Nikaanza kusogea pembeni kule ukutani. Alinishika yake mkazi. Ndipo akaanza kushangaa baada ya kukuta akimkazi haijawahi guswa na mtu yoyote yule. Yaani mimi simjui mwanaume. Alishtuka sana baada ya kuona tomato sosi. Hakuamini macho yake. Aliniuliza mara mbili. Basi nilikaa tu kimya. Sikuweza kumjibu kitu chochote kile. Nilifikiria huenda ataniacha, lakini ni sawa na kuandika mbili kwenye maji kisha kuichungulia. Lonely ndio kwanza, aliendelea huku mimi akiniacha na maumivu. Alivyomaliza nikawa sitaki hata kumwangalia. Nilimnunia vibaya mno. Alinibembeleza. Mimi dhaifu wa kubembelezwa. Yaani mimi dhaifu wa kubembelezwa. Napenda sana. Napenda mno. Lakini haikusaidia kitu. Huo siku ilibidi Lonely aanze kunihudumia. Kwanza alianza kutafuta dawa za maumivu. Humo ndani hazikuwepo. Alinipashia maji moto. Akanikandia pale kitandani. Yaani nilikuwa nasikia maumivu mpaka kichwa kikaanza kuniuma. Baada ya kunikanda, alinisogeza pembeni. Akanifuta na alipomaliza akanibeba. Akanilaza kwenye sofa. Akabadili mashuka pale kitandani. Baada ya hapo akanilaza, akanifunika vizuri, akaniaga. Akaniambia kwamba anaenda kunitafutia dawa. Yaani I say, nilikuwa nalia mpaka Rory akaogopa. Sijui hata alikuwa anafikiria nini. Maskini Rory aliogopa sana. Wakati anataka kutoka huo usiku, kusema kweli nilimhurumia sana. Ilikuwa saa 8. Ilikuwa majira ya saa 8 hivi za usiku. Mtoto wa watu akikutana na watu wabaya huko nje wakamuumiza, nitabaki na nani mimi? Nilimzuia kutoka. Nikamwambia, naogopa unaweza kukutana na watu wabaya wakakuumiza. Sitaki kubaki mwenyewe bila ya wewe. Hapana, siwezi kukubali. Aise. Kwanza alikuja akanikumbatia mpaka machozi yakamtoka baba wa watu. Aliomba samahani tena kwa mara nyingine. Sema kubembelezwa kizungu ni la jamani. Unamsamehe tu mtu hata kama utaki. Basi bwana, ilibidi tulale tu. Nilijisikia raha sana pale aliponikumbatia kwa nyuma. Nilijisemea moyoni, kumbe ndo lake asiichi. Basi asubuhi na mapema kulipokucha, Rory alidamka tena mapema sana. Akaenda kuniletea dawa. Nilibaki pale kitandani. Kulipokucha, Rory alidamka mapema sana. Akaenda kuniletea dawa. Nilibaki pale kitandani na waza mpaka nahisi kuchanganyikiwa. Kwanza nilikuwa najuta kwa nini nimeitoa, yaani usichana wangu. Kabla ya ndoa nilifanya maamuzi kwa hasira. Ni baada tu ya kushuhudia Emedi akiwa anamvesha pete mwanamke mwingine. Wakati nawaza itakuwaje Rory asiponioa, mara simu yangu ikawa inaita. Alinipigia Emedi. Nilijiuliza, Emedi anataka kusema nini?
Huyu mbwa anataka kusema nini? Ananipigia simu ya nini? Ameshamchumbia mwanamke mwingine. Nilipokea ile simu ili nisikilize anataka kusema nini. Emedi aliniita. Brightness, good morning. Nilimsonya. Nilimsonya tu. Tena nilimsonya kimoyomoyo. Sikutaka kila mtu anisikie. Baadaye nikamuitikia, good morning Emedi, how are you? How was your night, sweetheart? Sweetie what? Akajibu, sweetheart. Emedi, sema shida yako. Sitaki maneno yako ya ajabu ajabu. Sema unataka nini? Mimi sikukejeli Brightness. Jana usiku mzima sijalala. Moyo ulikuwa unaniuma sana. Kisa akamwambia jana nilikuona pale kwenye event ya engagement. Machozi yake wewe yaliniumiza. Machozi yaliniuma tena sana. Brightness, please, kama itawezekana, naomba tukutane sehemu tuongee kuhusu kile kilichotokea jana. Ukutana na nani Emedi? Mimi siwezi kukutana na wewe. Popote pale, wewe endelea tu na maisha yako. Umeshafanya chaguo lako, na mimi Mungu akinijalia nitapata wa kwangu. Basi nilimwambia hivyo. Kisha nikakata simu. Mbwa huyu kaniumiza sana. Amesababisha nifanye maamuzi ambayo sijui mwisho wake ni upi. Emedi aliendelea kupiga na kutuma message. Muda mfupi baadaye, Ronre alirudi akiwa na dawa. Aliniambia nivumilie, anipikie chai kwanza. Kisha nikisha kunywa chai ndo aanze kunikandakanda kitandani. Nilimwambia sawa. Akaondoka kuelekea jikoni. Nilijaribu kuamka pale kitandani, at least ni swak, lakini wapi. Nilijikaza vivyo hivyo. Nitafanyaje sasa? Ndio ishatokea. Maumivu bado nilikuwa nasikia, lakini nilivumilia tu. Kisha nikajisemea niingie washing room kukojoa. Nikaweka mwili wangu fresh, nikarudi kitandani. Rolei aliniletea chai, nikanywa naye. Nilipomaliza nikanywa dawa zangu. At least baada ya kunywa dawa nikaanza kujisikia ahueni. Rolei aliniomba nipumzike, yeye akaenda kufua. Kitu kingine nilichompendea Rolei ni mchapakazi. Tena ni mchapakazi sana. Sio mtu wa kusubiria mwanamke amfanyie kazi. Tena kila kitu. Basi alifua, akamaliza, akaja kufanya usafi ndani ya nyumba. Nilipomwomba nimsaidie kuosha hata vyombo, akaniambia, no baby, please, unaumwa, wewe pumzika. Mimi nitafix hili. Kila kitu kitakuwa sawa. Nilizidi kupenda. Kisha baada ya kumaliza kufanya usafi, alioga. Kisha akaja kupumzika pale kitandani na mimi. Kisha akaanza kwa kuniuliza. Sehemu ya 9 ya simulizi hii nzuri, simulizi inayokwenda kwa jina la Yatima, penzi la yatima. Emedi, mambo yamenoga. Huku upande wa pili napo mambo yamenoga barabara. Je, nini kitaendelea? Hatima ya Ronre ni balaa.
Basi ndugu msikilizaji, usisahau kusubscribe channel yetu ili uweze kuwa wa kwanza kupata simulizi na vipindi vyetu mbalimbali. Asante na kwa heri, nikutakia siku njema na uisubirie kwa hamu sehemu ya mwisho ya simulizi hii ambayo itakuja tu muda si mrefu. Sehemu ya 10 itaruka hewani. Asante sana ndugu msikilizaji wa Simulizi Tz.